namshukuru Mwenyezi Mungu, nimeamka salama na afya njema. Nami naamini kwamba mchakato wa mabadiliko ya Simba utakwenda kufanyika kwa haraka, kwa maana kwamba kutoka kwenye wanachama kuingia kwenye hisa. Wakati mjadala ulivyoletwa katika mkutano mkuu, baadhi ya wanachama, maana yake mwanachama huyu naye anatakiwa aingie kwenye gawio la hisa, tunafanyaje? Na ndio maana wanachama wa Simba tukenda tukaamua kwa pamoja katika mkutano ule, kuna namna ambavyo tunazuia ingizo la kuingiza wanachama, kuna namna ambavyo mchakato unakwenda kwa haraka ili kuona namna ambavyo tunapata wanahisa. Na bila shaka hivi sasa hiki ambacho jana kimezinduliwa na Machi 27, bila shaka kila kitu kitakaa sawa sawa. Swali langu la msingi kwako Kisugu, unaona hili linakwenda kutimia? Yes, linakwenda kutimia. Linakwenda kutimia 100%. Wala sina mashaka na hilo. Jana nafikiri umeona mwenyekiti wa bodi Kantos Magori, makamu mwenyekiti mzee wetu Murtaza Mangungu wamezungumza nanyi waandishi wa habari na taarifa zikatufikia. Kuna namna ambavyo mchakato uko sawa sawa. Kwa hiyo mimi na taarifa nilizokuwa nazo kama Kisugu sina mashaka 100% mchakato unakwenda kukamilika na wanachama wapya wakae mkao wa kula ili waweze kujiunga katika klabu yao, kwa sababu hivi sasa kama unavyoona dunia inakwenda na tunaendana na wakati, mabadiliko makubwa yanahitajika. Kwa hiyo lazima kuona namna ambavyo Simba tunakusanya wanachama wapya. Kama utakaa na kumbukumbu mkai toka 2012 naamini Simba tunaingiza wanachama wapya. Leo nazungumzia 2024, 26, kuona namna ambavyo muda mrefu ulikuwa. Kwa hiyo mimi naamini kwamba mchakato unakwenda kukamilika mkai bila mashaka yote. Alichokiandika tajiri Mo Dewji katika peji ya club kuuliza mabadiliko ya klabu kuendeshwa kisasa umefikia wapi, kwa maana transformation imefikia wapi, wewe uliichukuliaje? Na bila shaka unaweza kusema nini katika hili? Kwanza mkai, tunapokwenda kumzungumzia Mo Dewji tunamzungumzia katika pande mbili ndani ya Simba. Ndio. Kwanza unamzungumzia mwekezaji katika klabu ya Simba, lakini pia unamzungumzia mwanachama wa klabu ya Simba. Kwa hiyo inategemea namna ambavyo mazungumzo yake au andiko lake alivyoandika unakwenda kulitafsiri kwenye upande upi. Ukenda kulitafsiri kwenye upande wa mwekezaji, naamini kuna maswali mengi unaweza ukajiuliza. Ukasema kama mchakato yafahamu naye ndio mwekezaji, lakini katika kwa mujibu wa katiba upande wake ndio ambao umekwenda kumchagua mwenyekiti wa bodi, upande wake umekwenda kumchagua wajumbe zaidi ya 4 mpaka 5 kumwakilisha kwenye bodi. Inakuwaje watu ambao waliochagua wanashindwa kwenda kumpa update ya mabadiliko ya transformation ya Simba? Ndio. Kwa hiyo ukimjadili katika upande wa mwekezaji utapata maswali mengi, naamini kwamba mwisho wa siku utashindwa kupata majibu. Na ukimjadili katika upande kama mwanachama, ukimjadili katika upande wa mwanachama, ana haki ya kuhoji mwanachama kama mwanachama mwingine anavyohoji. Na wewe unafikiri hii ni nzuri, imekaa sawa sawa pande zote mbili? Na ndio maana nikasema mkai, unamjadili kwa mpande gani? Ukimjadili katika upande wa mwekezaji lazima nizungumze ukweli, haijakaa sawa sawa, kwa sababu inatengeneza maswali mengi kwa watu kwenda kujiuliza. Kama nilivyozungumza hapo awali, leo yeye ndio amekwenda kuchagua mwenyekiti wa bodi, ndivyo mkai? Sio ndio? Yeye ndio amekwenda kuchagua wajumbe ambao watakaomwakilisha, ndivyo sivyo? Ndio. Kwa hiyo inaonekana dhahiri shahiri mwekezaji kwa maana Mohamed Dewji hakuna mawasiliano yote kati yake na watu ambao waliochagua kuiongoza Simba. Sasa Kisugu, tujadili kidogo. Huoni kwamba ni muda na wakati sahihi wa kumngoa Mo ndani ya Simba? No comment mkai. Kwa nini? Mo ameisaidia Simba, hajaisaidia Simba? Amesaidia kwa namna moja au nyingine, na ukitaka kujua kwamba msaada wake angalia Simba ilikotoka. Simba ilikuwa zaidi ya 100 na something katika ubora kama bingwa bara la Afrika. Anaichukua yeye kwa kauli zake, anasema moja nitakao kwenda kupambana nalo kuhakikisha kwamba Simba inakwenda kuwa moja katika vilabu bora barani Afrika. Simba inakwenda kuwa klabu ya 5 katika bara la Afrika. Leo amefanikiwa katika hilo. Kwa hiyo lazima utasema kwamba kuna msaada mkubwa Mo ameutoa. Uwezo ukazungumza katika vyombo vya habari kiwepesi tukasema Mohamed Dewji ana msaada, utakuwa unamkosea. Mimi naamini historia, wewe mkai unajua vizuri 2012 mpaka leo tunazungumzia 2024. Unajua namna ambavyo Mo alichokifanya ndani ya klabu nini? Klabu ya Simba. Isipokuwa kila mmoja na mtazamo wake, kila mmoja na fikira zake.
Kwa hiyo mimi ukiniuliza kama Kisugu, kwangu binafsi naamini kwamba msaada upo, japokuwa najua hakuna mwanadamu mkamilifu katika maisha mkaji. Mo amenufaika na Simba, hajanufaika na Simba? Hilo swali nafikiri yeye mwenyewe ndo anaweza kulijibu mkaji. Tu katika hali tu ya kawaida mkaji, nasema yeye ndo anajua amepata hasara au amepata faida. Mimi ni ngumu kumzungumzia yeye katika kile ambacho alichokipata, isipokuwa ukiniuliza mimi kwa mtazamo wangu kama Kisugu, nakiri kwamba kuna msaada mkubwa ametusaidia na kutufikisha hapa tulipofika. Siwezi kumzungumzia vibaya kwenye vyombo vya habari, lakini mwisho wa siku lazima tukubali hakuna mwanadamu mkamilifu. Sasa hebu tuvute taswira kidogo, Kisugu. Endapo inatokea sasa Mo Dewji anajiweka pembeni, Simba haitotikisika? Simba ni taasisi, Simba ni klabu kubwa, Simba ni brandi kubwa. Hivi ninavyozungumza leo, Simba ni ya pili au ya kwanza kwa na watazamaji wengi au wafuatiliaji wengi katika bara zima la Afrika. Kwa hiyo mimi naamini Waswahili wanasema ukiona mlango wa barazani umefungwa, basi amini kwamba mlango wa uani utakuwa uko wazi. Mkai, mlango wa uani ni unamaanisha nini hapo? Nimesema Mkai, wewe umeniuliza swali kuondoka kwake Simba itafilisika. Nimesema Simba ni klabu kubwa, Simba ni taasisi kubwa ambayo kila mmoja anatamani kufanya uwekezaji kwenye Simba. Siamini kwamba uondokaji wake anaweza, kama akiamua kuondoka, labda Simba iweze kufilisika. Sio kweli. Kwa hiyo uwepo wake unakuwa ni mzuri na kuto kuwepo kwake unakuwa ni mzuri. Kwangu binafsi lazima nimpongeze mambo makubwa ameyafanya ndani ya Simba. Unatamani aondoke ama aendelee kuwepo? Simba ni taasisi ya watu wengi. Tamanio langu mimi haliwezi kwenda kufanya maamuzi katika watu wengi. Kwa hiyo tuachie waliokuwa wengi waende kufanya maamuzi. Nimekuuliza wewe Kisugu, kwa sababu naongea na wewe Kisugu, unatamani endelee kuwepo ama aondoke? Na mimi nakujibu Mkai kama ilivyo kwamba Simba ni taasisi. Leo tamanio ya Kisugu yalikwenda kwenda kufanya maamuzi kwenye taasisi kubwa. Kisugu, asante. Lakini bado nathamini na kujua mchango wake. Asante sana Kisugu kwa... Asante Paulo Mkai, niwashukuru sana.